Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni matumaini yangu kwamba nyote mko salama na mnaendelea vizuri. Siku hizi nafikiri tutaendelea kuongea sana kuhusu injili. Na leo nimetaka tuzungumze umuhimu wa injili. Kwa nini tunahubiri injili? Kwa nini watumishi wa Mungu wanajitolea katika kutangaza injili? Kwa nini kote duniani watu wanajitolea katika kuhakikisha kwamba wengine wanasikia neno? Unajua ndugu yangu, ni kwamba tunaishi katika dunia ambayo watu hawajui thamani ya maisha ya baadaye. Yaani watu wengi hawajui baada ya kutoka katika maisha ya kama kuna kitu kinawasubiri. Yaani ni kama vile watu wamesaulika. Ni kama vile watu wamesahau. Ni kama vile watu hawajui tena, au kama wanajua lakini kama hawajali. So tunaishi katika ulimwengu ambao ukitazama mwanadamu unashindwa hata kuelewa huyu mtu anawadhaji. Mbona amejiweka sana katika maisha haya, na ukiyaishi sana haya ni miaka 80, 70, ukienda mbali sana ni 100, 120. Lakini anasaulika kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Na katika dunia kama hiyo, katika hali kama hiyo ambayo wanadamu wanaishi leo, nafikiri ungekuwa muda muafaka, muda muhimu sana wa kila muumini, kila mhubiri, kila mtumishi, kila Mkristo mahali alipo, angalau ahakikishe mtu mwingine amepata neno. Ili ni kama linachekesha kidogo, lakini nimekutana na kitu kama hiki zaidi ya mara mbili. Nimekutana na mtu, yani uone kiwango cha mtu kutambua yanayomsubiri baada ya kutoka katika dunia hii. Ndio maana leo wacha tuongee kuhusu umuhimu wa injili. Nimekutana na mtu mmoja nyumbani, akaja akaniambia, "Hey, sinye mnasemanga kwamba mbinguni kuko nyumba zetu na viwanja vyetu? Ati watu tuna viwanja mbinguni?" Nikamwambia, mbinguni watu wana nyumba zao." Akasema, "Sasa mimi sitaenda huko. Kwa hiyo ya kwangu naomba unipe hela." Ya kwangu naomba unipe hela, na ukihitaji karatasi ile ya kwamba nimekuuzia kiwanja, mimi nitakuandikia na ninakupa. Wewe nipata $100 tu nakupatia hicho kiwanja changu cha mbinguni pamoja na nyumba yote ya mbinguni, hiyo nimekupa. Nipe hela hapa nikuandikie karatasi. Yaani nimekutana na watu kama hao zaidi ya mmoja, zaidi ya wawili. Ona kiwango cha mtu kutokujali yanayomsubiri baada ya kutoka katika maisha haya. Ni kwamba ndugu zangu, tunaishi katika dunia ambayo imeharibika kiwango cha juu sana. Tunaishi katika ulimwengu ambao umehoza. Watu hawajali tena Mungu. Watu hawataki hata tena kusikia maneno ya Mungu. Na imekuwa vigumu sana na nadra sana kupata watu ambao wanampenda Mungu, ambao wanamjali Mungu kwa moyo wao wote. Sio jambo rahisi. Yaani imekuwa vigumu sana. Sana tena sana. So katika dunia hii ambayo imejawa na kuchanganyikiwa, dunia hii ambayo imejaa ukichaa, dunia hii ambayo kila kona watu wanashindwa kujua kwamba baada ya kutoka katika maisha haya kuna maisha mengine, nafikiri ungekuwa ni muda mzuri sana wa kuambia watu neno la Bwana. Ungekuwa ni muda mzuri sana wa kushuhudia wengine habari njema za Yesu. Nimepita kwenye ka video kamoja, aka kalinichekesha. Mtu mmoja kwa anafanya micro trottoir. Tunaita hiyo micro trottoir kwa Kifaransa. Yaani ile mtu kutembea mjini, anaenda anauliza watu maswali bila hata watu kutarajia. Sasa ilikuwa ni huko ngambo za huko Ulaya. Ule mtu akawa anauliza watu, "Do you know Jesus?" Hilo ndio lilikuwa swali lake tu. Anauliza watu, "Do you know Jesus?" Alafu anakutegea mic asikie jibu lako. Nimeshangaa. Asilimia ya watu wengi wanasema, "I don't know Jesus." Na mwingine mmoja ambaye alijifanya kama anajua Yesu, walipomuuliza, "Do you know Jesus?" Akajibu, "Yeah, I know Jesus. I think he's the big boss of Catholic people." Yani anajibu eti Yesu. Yani unaona watu hawajui Yesu jamani. Please, tuna kazi ya kufanya. Nimefuatilia mwingine ambaye alikuwa anauliza watu, "Do you believe in Jesus?" Yeye pia anapita barabarani tu anauliza watu, "Do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus?" Karibia wote aliowauliza, yaani nafikiri mmoja au wawili tunasema walikuwa watu weusi ndio ambao walisema, "Yes, I believe in Jesus." Lakini asilimia kubwa walisema, "I don't believe in Jesus.
I don't believe in Jesus. Mwingine anamwambia niondolee ujinga wako huko. Mwingine anamwambia sitaki hizo kelele za kijinga, za kipumbavu. So huyu anayeongea hivyo ndo nani? Ndo mwanadamu. That is a human being. Hiyo ndo dunia tunayoishi kwa leo. Dunia ya kwamba ukieleza mtu habari za Yesu, anaona kama vile unamletea ujinga. Dunia ambayo ukiambia mtu Yesu anakupenda, anaona kama vile unamletea upumbavu. Na nafikiri ungekuwa ni muda mzuri sana wa kila Mkristo mahali alipo, kila mwaminio mahali alipo, kila mtu anayejidai kwamba ameokoka aweze kusambaza Injili. Ndugu zangu, tusipofanya hilo tutakuwa tumekosea sana. Nafikiri katika agizo tulizopewa na Yesu katika kitabu cha Marko sura 15 mstari wa 16, zile agizo 3 muhimu. Agizo ya kwanza ni kutangaza habari njema. Agizo ya pili ni kula meza. Agizo ya 3 ni kuoshana miguu baada ya kula meza. So agizo la kwanza ndo hili, kusambaza Injili, kuonyesha watu jinsi gani Yesu anawapenda. Ndio maana nimeona leo, hebu tuongee kidogo kuhusu habari za umuhimu wa Injili. Na hupaswi kusikilia Injili haya. Sababu nimeshangaa kwamba kuna Wakristo ambao wanasikilia Injili haya. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 1:16 ya kwamba je ne point honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu. Kwamba sina haya ya Injili. Sababu Injili ni nguvu za Mungu. Yesu mwenyewe alipokuja hapa duniani, kazi kubwa aliyofanya ilikuwa ni kuinjilisha. Yesu alitembea kwa mguu. Yesu alitembea majini. Yesu alitembea kwa juu ya wanyama. Akienda tu anatangaza Injili. Alienda kila kona, alienda kila sehemu. Yesu hakulala. So kama Yesu ndo Yesu, alitembea kote kote kutangaza Injili. Sembuse wewe na mimi. Nafikiri ndugu zangu wa Kristo, hili tu ni wahamasishe ya kwamba na wewe tangaza Injili. Na wewe shuhudia mtu habari za Yesu. Huko kazini unakoenda, shuhudia watu habari za Yesu. Usikae hivi tu. Hapo ulipo pamoja na ndugu zako, pamoja na marafiki zako, washuhudie pia habari za Yesu. Ulipo pamoja na wazazi wako, washuhudie habari za Yesu. Hakikisha unakokota watu waje kwa Yesu. Huu ni wakati wa kutangaza Injili. Dunia imeharibika. Dunia imefika mahali ambapo watu hawajali Mungu tena. Ulimwengu umefika mahali ambapo watu wamekuwa mbali na masuala ya Mungu. Watu wala hawataki tena kusikia habari za Mungu. Nafikiri huu ni muda mzuri sana, ni muda muafaka kwa kila Mkristo popote pale alipo aweze pia kusimama, angalau kufanya kitu kimoja kwa ajili ya kutangaza Injili. Tusimame Wakristo wenzangu, tutangaze Injili. Sikia hizi faida 4 muhimu ambazo nimeorozesha, ambazo ni faida za Injili. Nataka muelewe jambo la kwanza hapa kabla sijaanza kuongea kuhusu hizi faida za Injili. Mnapaswa muelewe ya kwamba Injili sio hadithi tu ambayo tunaenda kuelezea watu ya mambo fulani yaliyotendeka. Hapana, Injili sio hivyo. Injili sio tu kumsomea mtu kitabu fulani cha kidini. Hapana, Injili sio hivyo. Injili ni nini? Injili ni kutangazia watu habari njema ya Yesu Kristo. Injili ni nini? Injili ni kuambia watu, kudhihirisha mbele za watu upendo wa Yesu Kristo kwao, jinsi gani Mungu anavyowapenda. Injili ni nini? Injili ni kuambia watu ya kwamba Bwana amewaweka huru. Hiyo ndio Injili. Injili ni nguvu za Mungu. Injili ni kubebea wanadamu walio katika utumwa wajue ya kwamba Yesu ameshawakomboa katika utumwa. Kwa hiyo Injili ni kitu kikubwa sana. Nafikiri katika mahubiri fulani ndugu Branham anasema ya kwamba bila Injili kusingekuwa na wokovu. Yaani watu kama wanaokolewa leo ni kwa sababu tu ya Injili. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tubebe Injili. Lazima tuhubiri. Lazima watu watangaziwe habari za Yesu. Lazima upite kila kona. Yaani usibaki tu kanisani kwako. Hapana. Uwezi ukawe mhubiri ambaye unabaki tu kanisani mwaka nenda mwaka rudi, angalau utoke hata dakika moja kuambia watu wengine habari za Yesu Kristo. Hapana, hatukuitwa tu ili kubaki pale katika kanisa la mahali. No, toka nje, ambia watu wengine habari, tangaza Yesu Kristo. Nakumbuka rafiki yangu Karuta alikuwa anasema mimi nitanunua hii speaker. Sio ile speaker kubwa ile ya kuweka kinoni hivi alafu ndio unatangaza. Na akafanya hivyo kila siku asubuhi, akawa anatoka na spika yake. Anaenda anatangaza, jamani tubuni dhambi, Yesu anawapenda, okokeni, acheni maisha ya dhambi. Wow, nikamwambia ndugu yangu umefanya vizuri sana. Tuna wahubiri wengi ambao hawahubiri hata Injili. Wengine hawana hata mawazo ya kuhubiri Injili. Yaani mpaka unakaa chini unajiuliza, sasa huyu ni mhubiri wa aina gani ambaye huweki hata mikutano ya Injili?
ambaye hutoe neno kwa wengine, ambaye huna huzuni na nafsi za watu wengine. Sababu ukweli ni kwamba usipoishi maisha ya Ukristo duniani, ukifa unaenda kuzimu. Yani huo ni ukweli usiopingika. Bro, ukubali ukatae, kuzimu hipo. Na ni kweli kabisa. Na yeyote ambaye haishi kulingana na neno, anaenda kuzimu. Sababu kuzimu haikuumbwa kwa ajili ya wanadamu. Mungu alipoumba kuzimu, hakuumba kwa ajili ya mwanadamu. Na ndio maana Mungu hataki mtu yeyote aende kuzimu. Na ndio maana Mungu anaendelea kutumia watumishi wake wahubiri kila kona, ili kwamba watu wasiende kuzimu, sababu kuzimu sio ya mwanadamu. Mungu hataki mtu aende kuzimu. Mungu hapendezwi hata na kifo cha mwenye dhambi. Mungu hataki mtu yeyote aende aungue moto kuzimu. Mungu anachotaka ni kwamba watu wote waokoke. Na ndio maana wahubiri wanahubiri. Ndio maana injili inahubiriwa. Ndio maana watu wanaenda kila kona kutangaza Yesu. Ni kwa sababu Mungu hataki mtu hata mmoja aende kuzimu. Lakini kwa sababu ya masikio magumu ya wanadamu, kwa sababu ya kutokusikia kwa wanadamu, wengi wataenda kuzimu. Hawa wataenda kuzimu kwa nini? Kwa sababu hawakuamini Yesu. Hata kama kuzimu haikuumbwa kwa ajili yao, lakini kwa sababu walikataa neema. Sababu neema ni neema kwa yule anayeikubali kuwa neema. Kwa hiyo ukikataa neema, hata kama ni neema ya watu wote, lakini ukikataa, hiyo tena sio neema yako. Ndio maana tunahubiri, tunaambia wanadamu, acheni maisha ya dhambi. Dhambi ni mbaya kuliko kuzimu. Siku moja utajuta. Sababu wakati huko duniani hapo unazinizini ovyo, unakulakula ovyo, unahiba, unadanganya, unafanya upumbavu wako, dhambi zako, huwezi ukajue mabaya na madhara na ukatili wa dhambi. Subiri ufe, utaelewa vizuri. Ndugu zangu, dhambi ni mbaya sana, sana tena sana. Na ujue ya kwamba mateso sio ya mwaka mmoja au miaka miwili au miaka 100. Mateso ni ya siku nyingi mno. Ndio maana kila siku hatulali, tunasimama. Jana nilifanya video juu ya hii, tena leo na nitaendelea tena, kwa lengo moja tu, kuambia watu waamini neno. Sikiliza basi haya mambo muhimu manne ambayo nimesema kwa ajili ya injili. Hii video hasa ni kwa wale waliokoka. Yaani hapa nimekuja kuhamasisha Wakristo waaminio, wale ambao wameokoka, ya kwamba jitahidi kushuhudia mtu mwingine neno. Jitahidi kuambia mwingine habari za ujumbe. Jitahidi kuambia mwingine ya kwamba kuna neno ambalo limetumwa, kuna nabii ambaye ametumwa, kuna neno ambalo limetumwa ambalo ni kuja kukusanya bibi harusi. Ndugu yangu, angalia, ni 1, 2, 3, Yesu anakaribia kuja. Shuhudia watu wengine habari za Yesu. Ambia watu wengine habari za Yesu. Usibaki nayo mwenyewe, hapana. Haina haja yoyote wewe mwenyewe kupaki na injili bila kushuhudia watu wengine. Hebu tuingie haraka haraka katika hizi faida 4 kubwa za injili. Kwa kile ambacho mimi nimetathmini, faida ya kwanza au sababu ya kwanza au umuhimu wa kwanza wa injili ni kwamba injili inafunua upendo wa Mungu kwa wanadamu. Yaani hiyo ndio kazi ya kwanza ya injili. Huo ndio umuhimu wa kwanza wa injili. Na hiyo ndio kazi ya kwanza ya kila anayebeba injili, ya kila mwana injili. Sababu kuna mwana injili na mwinjilisti. Sio kila mwana injili ndio mwinjilisti. So kazi ya kwanza ya injili ni kwamba injili inafunua upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wake wa 10 inasema ya kwamba hapo huo upendo wa Yesu. Hebu nisome kwanza Jean 3:16, Yohana 3:16. Hiyo hata bila kusoma jamani, si kila mtu anajua hiyo. Ni verse yetu ya Sunday school. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Nafikiri kila mtu anafahamu hiyo. Ni verse ambayo kila mtu alikariri tukiwa Sunday school. Kwa hiyo umuhimu, injili inaanzia hapo. Injili inaanzia hapo kwenye Yohana 3:16. Lengo kuu la injili kwanza ni kuja kumfunulia mwanadamu aone upendo wa Mungu kwake. Lengo namba 1 ya injili, lengo kuu la sisi kwenda kutangaza injili hivi kila kona, lengo kuu ambalo lilitupeleka Malawi tukaenda tukatangaza injili, tukaenda Uganda tukatangaza injili, tukaja hapa Tanzania tukatangaza injili, tukaenda Rwanda tukatangaza injili, tukaenda Burundi tukatangaza injili, lengo namba Uganda pia tukatangaza injili. Lengo namba 1 ya hizi safari zote ya kuendelea kutangaza hii injili, na hivi tena tuko katika safari nyingine ya injili,
Lengo namba moja ya Injili ni kumfunulia mwanadamu upendo wa Mungu kwake. Mwanadamu aelewe jinsi gani Mungu anavyompenda. My God. Sababu Mungu anatupenda upendo wa ajabu. Mungu anatupenda upendo wa kipekee. Mwanzo wa Injili ni upendo wa Mungu. Si mtu aliyeanza kwanza kumtafuta Mungu, bali ni Mungu ndiye aliyetafuta mwanadamu wa kwanza. Kabla wewe hujazaliwa, Yesu akakubali kukutafuta. Pamoja na makosa yako, pamoja na dhambi zako, pamoja na kutokuweza kwako, pamoja na madhaifu yako, Yesu akakutafuta na akakupenda. Kabla wewe hujampenda, Yesu akakupenda. Yesu alikupenda wakati unavuta bangi, wakati uko katika maisha ya umalaya. Yesu alikupenda. Yesu alikupenda bado unaishi maisha ya uzinzi. Yesu akakupenda. He just loves you. Na Yesu akakupenda na akakubali kuja kufa kwa ajili yako pamoja na uzinzi wako wote. Kuna kijana mmoja ameniita leo, akasema, mchungaji, mimi nafikiri nimefanya dhambi nyingi sana. Yaani sana kiasi kwamba hata mambo ya mbinguni nataka kuachana nayo. Yaani nimefanya dhambi nyingi sana sana. Yaani mimi mchungaji nimekosea sana. Nikamwambia, umefanya nini? Yaani mimi nimezini na wanawake wengi sana sana. Nikauliza, kama wangapi? Ni zaidi ya 100. Nikamwambia, hiyo tu ndio unasema umefanya vitu vingi sana kiasi kwamba hutaki tena hata kufuata Yesu kwa sababu tu ulizini na wanawake 100. Nikamwambia, hivi unajua kama Yesu alisamea wazinzi katika Biblia? Nikamuuliza, hivi unajua kama siku moja Yesu anafundisha hekaluni, wakamletea mwanamke aliyeshikwa uzinzi na Yesu akatetea ule mzinzi mpaka watu waliokuja kumstaki wakakimbia? Nikamuuliza, nakumbuka siku moja Yesu akafika kwenye kisima kukutana na mwanamke Msamaria, ambaye yule mwanamke Msamaria alikuwa anaishi na mwanaume wa 6 na alikuwa ameishi na wengine 5 ambao wakuwa waume zake, na anaishi na wa 6 ambaye pia sio mume wake, na Yesu akamsamehe. Nikamwambia, unakumbuka habari ya Yesu wakati alialikwa na ule Mfarisayo ambaye anaitwa Simoni ili kwamba Yesu afike kwake, lakini Simoni hakumpa Yesu maji ya kunawa wala hakumpaka mafuta. Akaja mwanamke mwenye dhambi ambaye alikuwa ni malaya, prostitute, akaja kumuosha Yesu miguu kwa machozi yake na kumpanguza miguu kwa nywele zake, na Yesu akasema, huyu mwanamke dhambi zake zimesamehewa. Nikamwambia, sikiliza, Yesu, upendo wa Yesu ni mkubwa kuliko dhambi zako. Hata kama umezini na wanawake zaidi ya 100, lakini bado Yesu anakupenda. Kilichopo tu ukubali kuacha hizo dhambi, ukubali hii neema, usitende dhambi tena, lakini Yesu anakupenda. Usifikiri eti umefanya dhambi nyingi sana kiasi kwamba Yesu hakupendi. Hapana, hapana. Nikamwambia, Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kutafuta wenye dhambi. Yesu hakuja kwa ajili ya kutafuta watu wakamilifu. Hapana. Alikuja ili aokoe wenye dhambi. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa ajili yako. Now you are the right person now to be saved by Jesus Christ. Yesu anakupenda. Nakumbuka nilikutana na Mrundi mwingine mahali fulani pale kwetu nyumbani Kongo. Huyo Mrundi nilipokuwa ninazungumza naye, nikamwambia kwamba Yesu anakupenda. Nilipomwambia Yesu anakupenda, akageuka, alikuwa anafyatua matofali Kalunja pale. Nilipomwambia Yesu anakupenda, akaacha ile forme chini, akageuka, akaniangalia, akasema, wewe mgabo wewe. Mimi nikimwambia Yesu anakupenda, akaniambia Yesu ananipenda mimi. Akaanza lia huyo Murundi. Akaanza lia, anatoa machozi, akalia. Nikamuuliza, unalia nini? Akasema, hapana, Yesu hawezi nipenda. Yesu anaweza penda wengine wote, lakini Yesu hawezi nipenda. Nikamsogelea, nikamuuliza, Yesu hawezi kukupenda wewe kwa nini? Akaniambia, usinione hivi, mimi nimefanya mambo mengi sana mabaya. Nikamuuliza, ulifanya mabaya gani? Akaanza kunihesabilia mabaya aliyoyafanya Burundi: kuua watu, kuua watoto wadogo, kuwatwanga watoto wadogo kwenye kino, kuchinja mtu hivi, kupasua tumbo la mwanamke mjamzito. Baadaye akalia sana. Nikamwambia, sikiliza, Yesu anakupenda. Akaniuliza, mimi kwetu Burundi siwezi rudi sababu majirani wote wanajua makosa yangu. Watu wote wanajua kwamba mimi nina makosa mengi sana. Nikamwambia, Yesu anakupenda. My God. Nikamwambia, sikiliza, wewe si wa kwanza, hujaua kuliko Paulo. Paulo huyo ambao unasikia Paulo leo alikuwa anaitwa Sauli zamani. Na ule jamaa aliua si tu watu kawaida, lakini pia Wakristo, na akaua watu wengi, lakini hata hivyo Yesu alimpenda. Na wewe hata kama umeua watu wengi, Yesu anakupenda. Kilichopo tu umkubali Yesu, ukubali hii neema, utubu dhambi zako, usiue tena.
alikuwa anavuta sigara. Nikamwambia na usivute hii sigara, na uje kanisani kesho. Akasema sina nguo. Nikasema njoo kwangu nitakupa nguo alafu uje kanisani. Huyo mtu alikuja pamoja na wenzake na mpaka wakaenda kuingia kanisani. Yani hiyo ndio kazi kubwa kwanza ya Injili, kuonyesha mwanadamu upendo wa Yesu. Katika Injili, ndugu yangu, nataka muamini ya kwamba Yesu bado anakupenda. Ijalishi makosa ambayo umefanya, ijalishi dhambi ambazo umezitenda, ijalishi umbali ambao umeenda, Jesus loves you. Na anakupenda kabisa kuliko hata babako mzazi. Anakupenda kuliko hata mamako mzazi. Kilichopo tu utubu makosa yako, uache makosa yako, umgeukie yeye. Lakini Yesu anakupenda. Hiyo ndo kazi ya kwanza ya Injili, ni kuja kufunua upendo wa Yesu kwa wanadamu. Ndio maana tunaenda tunahubiri, tunawaambia wanadamu wajue ya kwamba Yesu anawapenda. Ijalishi makosa walioyafanya, ijalishi dhambi walizozifanya, Yesu anawapenda. Na Yesu anawaita. Yesu anakupenda ijalishi ulioyatenda. Na wewe unayenisikiliza leo nakutangazia hilo hilo. Yesu anakupenda. Uliiba, ndio, Yesu anakupenda. Ni mchawi, ndio, lakini Yesu anakupenda. Ni mzinzi, ndio, lakini Yesu anakupenda. Ni Freemason, ndio, lakini Yesu anakupenda. Yaani chochote kile ulicho, Yesu anakupenda. Na anahitaji leo utubu, uache dhambi, umgeukie yeye, uishi kulingana na neno lake. Hilo ndio lengo namba 1 ya Injili. Lengo namba 2 ya Injili. Injili inakuweka huru dhidi ya vifungo vya dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 8:52 kwamba mtatambua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Lengo namba 2, kazi ya pili ya Injili ni kuweka mwanadamu huru. Sababu huu upendo wa Mungu umekuja hadi kumweka mwanadamu huru. Huru dhidi ya vifungo vya dhambi, huru dhidi ya mateso ya Ibilisi, huru dhidi ya dhambi. Ndugu zangu, mjue ya kwamba Injili inakuja ili kuhukumu dhambi. Lakini hii Injili inahukumu dhambi katika upendo wa Mungu. Injili inakuja ili kukutoa katika utumwa wa dhambi. Injili inakuja ili kukuokoa. Yani ukiamini Yesu Kristo, ukimkubali awe Bwana na Mwokozi wako, sijui nani ambaye atakushika mkono tena, sijui nani atakuhukumu. Ndio maana wote walio ndani ya Yesu hawawezi kuhukumiwa tena. Kwa hiyo karibu mpendwa, karibu ndugu yangu, karibu baba, mama, mahali popote ulipo, umwamini huyu Yesu ili kwamba uwe huru dhidi ya dhambi zako. Lengo la pili la Injili ni kuweka wanadamu huru. Lengo la pili la Injili ni kutoa wanadamu katika mitego ya Ibilisi. Lengo la pili la Injili ni kuambia mwanadamu huna haki tena ya kufungwa na shetani. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. Yesu alilipa deni ambalo lingestahili kufanya wewe ufungwe. Yeye alililipa msalabani. Lengo la pili la Injili, sikiliza my dear brothers and sisters, ni kukufanya utoke katika dhambi. Uje umkubali Yesu Kristo na uwe huru dhidi ya vifungo vya dhambi. Nienda haraka kwenye lengo la 3 la Injili. Lengo la 3 la Injili ni kumbadilisha mwanadamu. Wow. C'est ici là où il y a la puissance de l'évangile. Wakati mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu kwenye kile kisima cha maji, kisima cha Yakobo, mwanamke ambaye alikuwa mzinzi aliposikia Injili ya Yesu, pale na akabadilika. Sio mwanamke Msamaria tu. Tuongee habari za Petro. Petro alikuwa mvuvi wa samaki. Alipokutana na Yesu, alipokutana na Injili, maisha ya Petro yakabadilika. Sio Petro tu, hebu tuongee kuhusu Lazaro. Yesu alipofika katika nyumba ya Lazaro, Injili ilipoingia katika nyumba ya Lazaro, Lazaro akabadilika. Lazaro akarudisha mpaka watu pesa alizozikamata kwa wizi. Injili inakuja kubadili mwanadamu. Yaani nguvu za kubadili umbo zinalala katika Injili. Kumfanya mzinzi atoke katika uzinzi na awe mhubiri wa Injili. Kumfanya mchawi atoke katika uchawi na ashuhudie makuu ya Yesu. Hii inalala katika kutangaza Injili. L'Evangile c'est la puissance. Subiri kidogo nisome hapa, subiri. Nisome katika Warumi 1:16. Hebu wacha nikasome kwanza hapo haraka. Warumi 1:16. Hapa kuna neno nzuri sana ili muelewe kwamba Injili ni nguvu. Injili ni nguvu. Warumi 1:16 inasema hivi, ya kwamba kwa maana sionee haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi,
kwanza na kwa Myunani pia. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Eti injili ndo nguvu ya Mungu. Ndo maana kwenye injili sio kwenda kusomea watu kitabu cha kidini kama nilivyosema mbele, lakini injili ni kwenda kuzihirisha nguvu za Roho Mtakatifu kwa wanadamu na kupokonya mateka waliotekwa katika mikono ya shetani na kuwaingiza katika zizi la Mungu. Wandugu zangu, lazima tuhubiri injili. Wapendwa, popote mlipo, lazima tuhubiri injili. Kuna mhubiri mmoja aliniita kutoka Marekani, akaniambia kwamba nataka tuorganize injili huko nyumbani. Nikasema, mbona niko tayari sana. Injili tu, hapo utanipata bwana. Lakini tena akapotea buru. Wako wapi wa mama wa injili? Wako wapi wa mama wa injili ambao jamani tufanye mikutano ya injili? Kwa nini watu wafanye mikutano ya injili tena? Hii injili. Kwa nini watu wafanye? Yani, why don't you organize? Mungu ambariki sana dada yangu mmoja ambaye kila siku nikimsikia ninasema huyu mama Mungu ambariki. Aliandaa mkutano wa injili Malawi. Akatualika. Aliingia kwenye gharama ya pesa nyingi. Nafikiri alifika karibia $10,000. Tukafika Malawi, tukahubiri walioamini wakaamini. Hiyo ndo kazi ambayo watu wangefanya leo. Kuthamini mikutano ya injili. Hiyo ndo kazi ambayo Wakristo wangefanya leo. Sio tu kujenga majengo mazuri, sio tu kujenga makanisa mazuri, lakini kwanza injili. Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani, mbona hakujenga kanisa? Yesu hakujenga kanisa. Yesu alijenga kanisa wapi? Yesu alichokifanya, alisambaza injili. Ndugu zangu, hakuna kazi yenye faida kubwa mbele za Mungu kama kusapoti injili. Hakuna kitu chenye uzito mkubwa mbele za Mungu kama kuunga injili mkono, kama kupeleka wahubiri, kama kumwambia nenda na mimi senti yangu 10 hiyo, kama kumwambia nenda ukahubiri injili, nenda ukatangazie watu habari njema. Hakuna kitu kikubwa kama hicho. Hiyo ina baraka kubwa mno kuliko kujenga kanisa la milioni 5. Kuliko kujenga kanisa la milioni 5, peleka watu wakaende katika pori za Afrika kutangaza Yesu Kristo. Kuna sehemu nyingi sana watu hawajui tena neno. Watu hawajasikia neno. Watu hawajui injili. Kwa nini msipeleke wahubiri huko? Kwa nini msidhamini wahubiri? Kwa nini msiseme jamani leo tuhubiri mahali fulani? Na mimi nisaga waambia kwamba katika masuala ya injili, weka kwanza kando tofauti zetu. Hapa kwanza tukiwa katika injili ni kufanya watu waje wamwamini Yesu. Kwa hiyo popote pale ambapo kunahitajika injili, support, do something for yourself and make sure that na wewe unachangia katika injili. Hivyo ndio vitu ambavyo vinampa mtu thawabu kubwa mbele za Mungu. Kama unasikia kuna watu wanakuaga kiroho, ni kwa sababu ya kusapoti kazi ya injili. Sio kununua tu maspika kanisani. Ndio kwanza injili kwanza. Kuna vijana fulani pale nyumbani wamenunua baffle zao na speaker zao kwa ajili tu ya injili ya nje. Na mimi nilikuwa na huo mpango kwamba ninunue speaker 2, yani ziwe zangu permanent, sio za kanisa. Speaker 2 zangu, ili kwamba kila siku nikiamka nikilota ndoto nihubiri hapa naenda na gonga. Yani sababu injili bila speaker leo nafikiri ni ngumu kidogo, lakini angalau upate hata speaker moja. Wako wapi wa mama wa injili? Kwanza nilitaka peleka hii ombi kwa kwenu nyinyi watu wa social media, ya kwamba jamani tujitahidi tununue hata speaker moja au speaker 2. Simaanishi za kanisani, na maanisha speaker za injili. Na tunaweka mpango at least kila mwezi tuwe tuna siku hata 2 au 3 za injili. Na tunazunguruka kabisa, tunaanza sijui Fizi nzima hiyo tunamaliza Fizi nzima, tunaanza Uvira, tunamaliza, tunaenda village par village, kona kwa kila kona, mahali kwa mahali. Watu wasikie habari njema. Ndio vitu vya kusupport, ndio vitu vya kufanyia kazi, ndio vitu vya kuunga mkono injili. Ndio imefanya watu wengi wainuliwe na Mungu, sababu ya kuunga mkono injili, sababu ya kuunga mkono, sababu hakuna kitu Mungu anapenda kama injili. Mungu anapenda injili. Mungu anapenda watu waokolewe. Mungu anapenda watu wasupport injili. Mungu anapenda watu wasambaze neno lake. Haleluya. Faida ya 4 na ya mwisho ya injili ni kwamba injili inaandaa bibi harusi. Sababu injili inakuja, sababu injili tulionayo sisi ya wakati wa mwisho ni wito, ni appel. Hii injili inahita bibi harusi. Yani hii injili tunayohubiri sisi ni kuita bibi harusi aliye katika madhehebu ili aje katika ujumbe wa wakati. Injili tunayohubiri sisi ni kutoa watu katika madhehebu. Ni ile ambayo Mungu alisema katika kitabu cha Ufunuo, tokeni kwao enyi watu wangu,
Kuna watu ambao waliishi Mungu katika wakati wa Kipentekoste, wakati ambao Martin Luther anatoka na ule uamsho kutoka kwenye kanisa Katoliki, wakati wa John Wesley alipoanzisha kanisa lake la Methodist. Lakini sasa wale watu leo wameshabadilika, wamegandamizwa na kanuni na taratibu za kanisa. Ndio maana Mungu katutumia neno la wakati, ili kwamba wale watu watoke katika ule ugandamizaji tena, sababu Mungu hayupo tena huko, ili kwamba sasa wawezi kuona Mungu katika ufunuo wake wa kisasa. Ndio lengo la Injili. Kwa hiyo Injili ni wito katika kuacha dhambi, wito katika maisha ya utakaso, wito katika kujitenga na ulimwengu, wito katika kuamini Yesu Kristo. Kwa hiyo wale watu wanapokuja wanafundishwa neno, wanafundishwa neno mpaka pale watakapokoma. Kazi kama hii utakosaje ndugu yangu kuiunga mkono? Kazi kama hii utakosaje kuisupport? Kazi kama hii utakosaje kusema no, let me also do something for Jesus Christ? Injili ni kama vile wavu. Uzuri wa Injili, yani tunatupa wavu, na wavu unapotupwa unaleta kila kitu, na samaki na nyoka na vyura. Lakini tunajua katika ule wavu ambapo umeleta na vyura na nyoka na uchafu, ndani kuna samaki. Na ule samaki yule hatakuja kubaki, sababu samaki ataka kuingia katika zizi atasema voila, hapa ndo nimefika. Ndugu zangu, mko wapi? Nafsi ziendelee kufa hivi na sisi tuko hivi? Hapana. Watu waendelee kuangamia katika dhambi na tunaona? Hapana. Watu waendelee kuingia shimoni na tunaona pale mbele kuko shimo? Hapana. Tuhubiri neno, angalau kila mtu asikie hata mara moja tu. Sababu gani? Yule ambaye ataenda asiseme ya kwamba sikusikia. Angalau kila mtu asikie mara moja, angalau kila Mtanzania asikie mara moja, angalau kila Mkenya asikie mara moja, angalau kila Mganda asikie mara moja, kila Mrundi, kila Mnyarwanda, kila Mzambia, kila Msouth Africa, kila Muafrika asikie mara moja, angalau kila Marekani asikie mara moja, angalau kila Muasia asikie mara moja, angalau kila mtu hapa duniani asikie hata mara moja habari za Yesu Kristo. Sababu kuna wengi sana hawajasikia habari za Yesu Kristo. Na tutafanyaje ili angalau wasikie mara moja? Ni kuhubiri Injili. Tusibaki tu tumefungwa na makanisa yetu. Hapana. Mimi nishaka kataa hilo tangu zamani. Yaani tusibaki tunafungwa pale. Sababu tatizo lilipo ni kwamba waumini wetu makanisani mwetu hawatakagi sisi kutoka. Wana hivi unaenda wapi tena Injili tena? Hapana bwana, sisi tunaanza na wewe hapa, tunahitaji utufundishe hiki, tunahitaji utufundishe hiki, tungali na haja na wewe hapa, tena unaenda wapi kwenye Injili tena? Sasa kila siku na tuacha makanisa yetu, ndio hivyo, haitakagi watu watoke. Lakini ndugu yangu, sisi lazima tutoke, sababu hata na wale walio makanisani ili waje wasikie neno, walisikia pia Injili. So we have to go out, we have to preach the gospel, we have to go everywhere. Na ndio maana hatuwezi kosa kuhubiri Injili. Wako wapi wanainjili? Mimi kama kuku grupu ambalo ningeunda ni grupu la wanainjili. Kama kuku grupu ningeunda WhatsApp, ningekuwa grupu la wanainjili. Watu ambao watasapoti Injili, watu ambao wataunga Injili mkono, watu ambao watasema let's do this plan, watu ambao watatuma mhubiri, watu ambao watasapoti wahubiri na kuambia jamani, nendeni mahali fulani kahubirini Injili, nendeni mahali fulani. Hata kama ataamini mtu mmoja sawa, hata kama asipoamini mtu yeyote, lakini angalau wamesikia neno sawa. Wako wapi watu wa Injili? Wako wapi wana Injili? Wako wapi wamama wa Injili? Wako wapi ambao watasapoti Injili? Wako wapi wababa wa Injili? Wako wapi wakaka wa Injili, wadada wa Injili? Wako wapi ambao watasapoti Injili? Na wasubiria nione comment zenu hapo, jinsi gani mnaipenda Injili, jinsi gani mnatoka kusapoti Injili. Na kwa hili niko tayari tuweke hata WhatsApp group la watu wanaotaka kusapoti Injili, ili kwamba watu wasikie neno. Kwa hiyo Bwana wabariki sana. Wacha niishie hapa kwa leo. Bwana wabariki na amani ya Bwana iwe pamoja nanyi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaelekea Big November. Nafikiri kesho nachukua ndege. Natoka hapa naelekea moja kwa moja Dar es Salaam. Tuna haja pia ya maombi yenu na support yenu. Huko moto utawaka, huko kitaumana, hakuna kulala. Sasa Injili tunaigonga kwa jasho letu lote. Sababu tunajua tunapoanza kuhubiri Injili, hakuna kazi nzuri kama hiyo kwenye misuli yetu ya mwili. Yaani unasikia raha kama vile kuhubiri masaa 12. Bwana wabariki sana. Jamani, mtuombee ili kwamba Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Asanteni sana na Bwana wabariki, na wana Injili ninawasubiria kwenye